Amia upande wa pili wekundu wa Msimbazi Simba wako Ismailia pale Egypt tayari kabisa kwa vaa Al Masry. Unadhani utakuwa ni mchezo wa aina gani? Wekundu wa Msimbazi Simba ni robo finali nyingi kweli kweli. Safari hii wanavuka? Kauli mbiu ni kwamba hii tunavuka, sio? Hii tunavuka, lakini namna gani ambavyo unaweza ukawa na huo uimara ambao unaweza ukafanya uvuke vizingiti ambavyo viko mbele yako. Ukitazama mechi ya Al Masry na Simba inanirudisha kwenye mchezo wao wa mwisho wa kombe la shirikisho barani Afrika dhidi ya Orlando Pirates. Mechi ambayo Simba alifanya kila kitu ndani ya uwanja, nafika wakati hadi anachoma moto ndani ya uwanja, nia ni kupata matokeo chanya, lakini isivyo bahati haikuwa sawa sawa na matarajio yake. Lakini this time ni msimu mwingine, wachezaji ni wapya, kocha ni mpya, taswira inajengwa kwenye kila mazingira mapya. Na mbali na hapo mpinzani pia ni mwingine, Al Masry. Ukirudi kwenye 2018 kama sikosei ni 2018-21 walicheza dhidi ya Al Masry. Uwanja wa Benjamin Mkapa walitoka sare. Hii inakuja baada ya kuwa kitu gani ambacho unakihitaji kwenye michuano ya kimataifa, na unao wachezaji ambao wanaweza wakawa na nafasi kubwa ya kumshinda opponent ambaye unakutana naye. Utarudi kwenye namna ambayo unatazama kikosi chako na aina wapinzani ambao unakwenda kukutana nao. Unaweza ukawa unajipima tu kikawaida, unagundua kwamba wewe ni bora ama sio bora, lakini nafasi nyingi naona watu wengi wanaipa nafasi Simba ya kwenda kwenye hatua inayofuata, kwa sababu kwanza wanaanzia uwanja wa Benjamin, kwa maana wanaanzia uwanja wa ugenini, and then mechi ya mwisho wanaitamatisha wakiwa uwanja wao wa nyumbani. Hiyo ni moja. Mbili, unakuja kwenye performance ambayo Simba amekuwa nayo kwa hivi karibuni. Yaani unamtazama kwenye NBC Premier League yuko na wakati mzuri akiwa nafasi ya pili, lakini CRDB Federation Cup yuko na nyakati nzuri pia. Unakuja kwenye michuano ya kimataifa, ukija kwenye timu 16 ligi kuu ya NBC Premier League, ni yeye peke yake ambaye anaiwakilisha bendera ya taifa kwenye hiyo michuano ya kimataifa, sio? Lakini good enough ni kutokana na aina ya wachezaji ambao yuko nao. Mmoja kati ya wachezaji ambao nafikiri kwa wakati huu Simba anafurahia kuwa nao kwa sababu kwanza wanampa ile end product ambayo anahitaji. Yaani unagundua kwamba kwenye michuano ya kimataifa yupo NBC, CRDB Federation Cup, alafu unarudi misimu mitatu ambayo Simba anaenda hatua ya robo finali CAF Champions League. Kwa maana unagundua kuna utofauti mkubwa wa hii Simba ya chini ya Fadlu Davis na Simba ambayo imepita. Simba ambayo imepita chini ya Clatous Chota Chama, Sedonti Banzonkiza na wachezaji wengine kama kina Ruiz Jose Mixon, kutokea kina left foot amechisha Lali Bwalia, wakiwa kwenye good performance walishindwa kuipa Simba kile ambacho ilikihitaji, kwa maana kuvuka kwenye hatua ya robo finali, sio? Lakini pia ukija kwa hivi karibuni misimu mitatu hawana taji lolote, NBC Premier League, CRDB Federation Cup, lakini kwenye michuano ya kimataifa bado waliweza kuishia kwenye hizo hatua za juu, sio? Sasa unagundua kama ile Simba ya Robertinho, Abdallah Benshika, Pep Guardiola mnene ilikuwa na wakati mzuri kwenye michuano ya kimataifa na haikuwa na taji lolote, kwa maana msimu unatamatika hawana taji lolote. Alafu unaifananisha na hii Simba Fadlu Davis ambayo CRDB inafanya vizuri, NBC Premier League inafanya vizuri, alafu kwenye michuano ya kimataifa ni ndo timu pekee ambayo imebaki huko. Unagundua kwamba imani ya kuwanyima hiyo nafasi ya kwenda kwenye hatua inayofuata unaipata wapi? Yaani si rahisishi kwamba ni rahisi kwenda, lakini kwa muonekano tu wa nje ukitazama ushindani ambao upo hivi sasa kwenye klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba na uhitaji wa kupata matokeo ama kufanya vizuri kwenye mashindano yote ambayo wanashiriki, unagundua kwamba ni kama wako serious zaidi msimu huu kuliko misimu ya hivi karibuni. Sasa wanacheza na Al Masry, moja kati ya timu ambayo ni Waarabu, lakini hawana wakati mzuri sana kwenye ligi ya Misri, kwa sababu wako nafasi ya 4, alafu Simba yuko nafasi ya 2 kwenye ligi ambayo anaitumikia. Maana yake ingekuwa labda ni Zamalek kama Pyramid, of course ungeika labda gap kubwa sana, yani ungekuwa unafikiria kwamba Simba ili waweze kuvuka kwenye hatua anahitaji kufanya kazi ya ziada, lakini ni Al Masry nafasi ya 4, si wadharau, lakini unaona kuna utofauti wa Simba
ya Fadlu Davis na utofauti wa Simba misimu iliyopita, na kuna utofauti wa Simba dhidi ya Al Masry. Kwangu mimi nafikiri kitu pekee ambacho Simba anapaswa kukifanya tarehe 2. Kwanza, tuko uwanja ugenini. How to attack, how to defend. Namna gani ambavyo tunaweza kukaa tunautumia mpira kuweza kutunufaisha. Tukiwa tuna mpira tutafanya kitu gani? Tukiwa tuna mpira nini tutakifanya? Lakini mbali na hapo, wanapaswa kuwa active sana kwenye maeneo yote ya uwanja. Yaani moja kati ya timu ambazo zinaaminika kutumia madhaifu ama makosa timu pinzani ni hizi timu zenye asili ya Uarabu. Yaani inawezekana zisikupe challenge kubwa kwenye namna ya kupishana, kwa maana kwenye mazingira ya uwanja aidha pembeni au katikati, lakini huwa ni miongoni mwa timu ambazo zina ubora mkubwa sana kwenye kutumia makosa ya timu pinzani. Yaani hii mipira ya kutenga ni timu ambazo hupaswi kufanya makosa hata kidogo. Ukija kwenye mipira kusababisha labda kulazimisha au kupata penalti, ni timu ambayo hupaswi kufanya makosa hata kidogo. Kwa hiyo ili Simba sasa anufaike, apate kila anachokihitaji, kwanza apunguze hizo mistake ambazo zinaweza zikamfanya kwa maana Al Masry aweze kunufaika na kupunguza makosa ambayo anaweza kumfanya yeye apoteze mechi kwenye nyakati ambazo hahitaji kufanya hivyo. Nafikiri kwenye mchezo Simba akipata warau sare ama akafungwa, basi kwa mabao machache itakuwa ni bora zaidi kurudi kwenye mchezo unaofuata akiwa uwanja wa Benjamin Mkapa. Kwa nini? Kwa sababu kwanza kwenye mpira wa Afrika tumejenga ile imani ya kuamini kwamba timu mwenyeji huwa na nafasi kubwa sana ya kushinda. Kwa hiyo kwa kuanzia hapo, kwanza waende kwa kuheshimu Al Masry. Wako uwanja nyumbani. Twende tukacheze tukiwa tunajua kwamba tunacheza uwanja ugenini, lakini si mazingira ambayo Simba ni mageni kwa upande wao. Ameenda dhidi ya National Al mara kadhaa, ameenda mara kadhaa dhidi pia ya Al Masry. Kwa hiyo ni mazingira ambayo ameyazoea, na hivi sasa Simba ukihitaja, of course kwangu mimi naamini ni title contenders kwenye michuano hii ya kimataifa, hususan kwenye ile kombe la shirikisho barani Afrika, na ndio maana watazama hata uwanja ambao ameingia, yani uwanja ambao amefikia kufanyia mazoezi umethibitishwa na kafu miongoni mwa viwanja bora sana pale Misri. Kwa hiyo nafikiri Simba wana wachezaji ambao wanaweza kwenda kuwatumia na kuwanufaisha kupata kitu anachokihitaji. Pengine kukosekana kwa Chemalon Fondo inaweza kawa na athari yote katika mchezo huu wa Simba versus Al Masry? Ni athari kwa Fadlu Davis kwa sababu ni good player, good defender kwa sababu ya namna ambavyo amekuwa akicheza, lakini mbali na hapo mmoja kati ya wachezaji ambao wana experience na hii michuano ya kimataifa, sio? So ulikuwa unamhitaji kwa namna yoyote, na sifikiri kama kuna kocha yoyote ambaye huwa anatamani kuwakosa wachezaji wake muhimu, hususan kwenye mashindano muhimu ama mechi muhimu kama hizi. Lakini good enough ni kwamba miongoni mwa timu ambayo inasifika kuwa na safu bora ya ushambuliaji, sio labda kwa mtazamo wanje, lakini hata ukienda kwenye numbers, Simba ndo timu pekee ambayo imefunga mabao machache zaidi ligi kuu, mabao 9, sio? Kwa hiyo yuko Abdulrazak Hamza, mmoja kati ya defender ambao binafsi navutiwa namna ambavyo anacheza na namna ambavyo ana utulivu kwenye lile eneo lake. Lakini yuko na Shamu Karabwa. Nafikiri changamoto ambayo imekuwa kwa Shamu Karabwa, na ndio maana amekuwa pewa nafasi kubwa sana kwenye midomo ya mashabiki, ni kutokana na namna ambavyo anacheza. Yaani ni moja kati ya center back ambao ni wazito, naweza nikasema. Pale ambapo tayari mshambuliaji amempita, twende sasa tukimbizane. Hiyo ni changamoto ambayo amekuwa nayo. Hiki si kitu ambacho kocha anaweza kaa na kufundisha. Yaani zile mazoezi ambayo anayofanya labda kukimbia raundi walau 15 kuzunguka uwanja, huwa zimsaidii zaidi mchezaji kuweza kubadilika kutoka kwenye ile asili yake na kuhama kwenda kwenye asili nyingine, lakini huwa inamuongezea utimamu wa kufikiri na namna ambavyo anaweza akawa na utendaji kazi ndani ya uwanja. Lakini asili ya mchezaji, hakuna kocha ambaye anaweza kumfundisha mchezaji kutoka kwenye ile asili ambayo yuko nayo kuhama kwenye asili nyingine. Yaani mfano kama ulimtazama Bernard Monson kwenye kati zake, hakuna kocha ambaye anaweza kumfundisha kumhamisha kwenye zile sifa ambazo yuko nazo na kuja kuwa kwenye namna ambavyo alivyo. Yaani ni vitu ambavyo ni normal, yani ni ngumu kubadilika.
Kama mtazama Vinicius Junior Al Madrid chini ya Ancelotti, mmoja kati ya makocha wakubwa, lakini tabia na sifa ambazo amekuwa nazo Carlo Ancelotti ameshindwa kumbadilisha. Kwa hiyo nafikiri Chamuka Rabwa ni mchezaji mzuri lakini ni mchezaji ambaye kama hatobadilika yeye binafsi bado ataendelea kuanzia benchi chini ya Fadlu Davis na mbele ya Shefondo Maroni ama Abdulrazak Hamza. Lakini kitu kingine ambacho naweza nikasema, tazama nyuso za wachezaji wa Simba kama unawatazama kwenye mazoezi zinaonyesha kuutaka mchezo, kwa sababu kwanza wanaamini kwamba njia pekee ya kuitengeneza fly mashabiki, njia pekee ya kuitengeneza Simba bora ni kwenye michuano ya kimataifa. So kama unakuwa na nyakati nzuri kwenye michuano ya kimataifa, mfano mzuri yani inatokea kwenye mechi labda kwa maana inatokea tarehe 2 mechi ya Simba na Yanga, yani Yanga si anacheza na Tabora United lakini Simba pia anacheza na Al Masry. Sasa inatokea mechi ziko wakati mmoja labda ni saa 10, alafu muulize tu mshabiki yoyote ni mechi gani ambayo utahitaji kuitazama. Kwa namna yote, kwa watu ambao wanapenda football, acha na ushabiki sio wa Yanga, mimi nitaitazama Yanga, sio wa Simba nitazama Simba, lakini mfuate mtu ambaye yuko normal, yani yeye anapenda football, ataitazama mechi ambayo anajua Afrika inaitazama, ataitazama mechi ambayo anajua ni mechi ambayo inaipeperusha bendera ya Tanzania. Kwa hiyo ni mechi muhimu kwa Simba, lakini inaweza ikawa ni mechi ngumu sana kwa Simba kwa sababu wako kwenye mazingira ambayo ni magumu kuhitaji kupata matokeo, wako ugenini, lakini wako kwenye nyakati ambazo wanajaribu kujenga imani yao kwa mashabiki. Yeah. Kwa namna ambavyo umewaona Al Masry nafasi ya 4 wako na point 31. Yes. Wamefungwa takriban mechi 3 na kudraw mechi 8. Yeah. Unamuona mnyama Simba akivuka kwenda hatua ya nusu finali safari hii? Hakuna ambalo haliwezekani kwenye football. Yani hata kwenye mchezo dhidi ya Simba na Big Man. Ukimuuliza Big Man anakwenda kucheza na Simba malengo yake yalikuwa ni nini? Ni kwenda kupata alama 3. Rudi kwenye mechi dhidi ya Young Africans na Songea United. Ukimuuliza Songea United unaenda kucheza na Yanga kwa nini? Atakwambia anahitaji hizo alama 3, sio? So kila kocha ama kila timu ambayo wanaingia kwenye mechi nia huwa ni kwenda kupata alama 3. Nia huwa ni kwenda kuishinda mechi, lakini mazingira ndio huwa yanakwenda kuamua. Je, unao wachezaji ambao wanaweza kuwa wanavumilia maswali ambayo wanaulizwa na mpinzani wako na kuwa na majibu sawa sawa na kile ambacho wanaulizwa? Hiyo ni moja. Lakini namna gani ambavyo kocha anaweza kawa imara kwenye namna ya kutafsiri ubora wa mpinzani na kutafsiri mbinu alizonazo kulijumuisha na wachezaji alionao kuweza kunufaika. Hiyo ni 2. Namna gani ambavyo mpinzani wako anaweza kawa na wakati mbaya na wewe ukawa na wakati mzuri kuweza kudhibitisha kwamba unahitaji matokeo na ukayapata. Hiyo ni 3. Lakini mwisho huwa ni namna gani ambavyo wachezaji wako kwenye wakati mzuri kuweza kukupa hiyo end product ambayo unahitaji. Yani namna gani inatokea tu wachezaji wanaitaka mechi lakini wako kwenye hiyo fitness ya hali ya juu kuweza kuishi kwenye hayo malengo ambayo wamejiwekea na kuyafikia. Kwa hiyo ili kuishinda mechi huwa kuna vipengele vingi sana ambavyo vinahusisha kupata matokeo, lakini jaribu kushinda baadhi ya vitu vichache ndani ya uwanja. Moja, jaribu kuishi kwenye mbinu zako, yani malengo ambayo umeingia nayo ishi kwanza kama timu ambayo unahitaji kwenda kuyapata matokeo. Kwanza mtazame mpinzani wako ni wapi ambapo ni bora, wapi ambapo ni dhaifu. Sasa pale ambapo ni bora, jaribu kutumia ubora wa wachezaji ulionao kuweza kusambaratisha ule ubora wake usionekane, kuuficha ule ubora wake usionekane, and then tumia ubora wa wachezaji ulionao kuweza kukunufaisha. Yani inawezekana Simba kwenye huu mchezo naiona kabisa kwa namna yoyote hata ingia kama timu ya kwanza, japokuwa ukija kwenye madaraja Simba ni bora kuliko Al Masry. Ukija kwenye namna ya mtazamo wa nje nafasi kubwa amepewa Simba, lakini kwa namna yote sioni kama Fadlu Davis atakuwa na hiyo imani ya moja kwa moja kuingia kama timu ya kwanza. Kwanza atahitaji kuingia dakika 15 za kipindi cha kwanza kumsoma mpinzani niko kwenye utayari wa namna gani kwenye kuitaka hii mechi. And then namuona Simba kwa namna yote akitumia mipira ya counter attack kuweza kupata matokeo. Yani atahitaji kuwa timu ya pili ndani ya uwanja, lakini kuwa timu ya kwanza kwenye kushambulia. Muda mwingi namuona akicheza mpira kwenye eneo lake, lakini akitumia
ubora na ufanisi wa wachezaji alionao kwenye maeneo ya pembeni, kijumuisha Ri Mpanzo Kibisawara. Moja kati ya utatu, nataka kusema utatu mtakatifu, kivunja ule mstari wa Simba kutoka kwenye eneo la midfield ambako yuko Fabrice Ngoma na Yusuf Kagoma. Mbele yao ndo kuna ule mstari mnyofu ambao umekuwa na uhatari mkubwa kwenye kuwapa Simba wanachokihitaji. Jean Charles Ahoua, Ri Mpanzo Kibisawara, Kibrenesi Prosper. Moja kati ya wachezaji ambao nafikiri wako active sana kwenye namna ambao wanaweza kawa wanaanzisha mashambulizi kwa haraka. Kwa hiyo naamini kwa hao wachezaji labda tu itokee wanapata injury wakiwa kwenye mazoezi, lakini kama watapatikana kwenye mechi husika, naona hata kama Almasri atakuwa timu ya kwanza ama atapata matokeo, lakini kuna namna ambavyo atahisi uwepo wa wachezaji watatu mbele ya Jean Charles Ahoua, mchezaji pekee ambaye amekuwa na uwezo mkubwa sana wa kuhukumu makosa timu pinzani. Si mchezaji ambaye atajishughulisha sana kwenye namna ambavyo mashabiki wanataka, lakini anachokitaka yeye ni kuwapa Simba furaha, na wapa namna gani kufunga mabao, kutoa assist. Na ndio maana ukirudi kwenye wachezaji ambao wamecheza muda mrefu ama wameendelea kuipata imani ya mwalimu moja kwa moja ni Jean Charles Ahoua. Kwa hiyo kwangu mimi niwatakie kila laheri Simba Sports Club kwenye mchezo dhidi ya Almasri, kwa sababu Simba kifanya vizuri, taifa limefanya vizuri. Na ili Simba atajwe kama timu bora, atahitaji kushinda mechi bora. Mchezaji yoyote ni yule ambaye anashinda mechi kubwa. Timu bora ni ile ambayo inacheza mashindano makubwa. Simba hapo kwenye mashindano makubwa. Japokuwa last time wakati Simba anaingia kwenye CAF Confederation, tuliamini ni kama amefeli. Tunakubaliana ama tukubaliana? Kwa sababu ameelewa kucheza CAF Champions League, lakini akatoka kuishia nafasi ya 3 ligi kuu. Young Africans na Azam FC wakaenda CAF Champions League, Simba akaja CAF Confederation. Tuliamini amefeli, lakini kwa hivi sasa ukija yani mpira bana ndivyo ambavyo ulivyo. Imagine timu ambayo imeingia kama timu ya kwanza kutoka kwenye ligi kuu kwenye mashindano ya kimataifa alikuwa ni Yanga na Azam FC. Lakini hivi sasa timu ambayo inaonekana ni bora kuzidi hizi timu 16 zote ligi kuu ni Simba, kwa sababu yuko kwenye michuano ya kimataifa, japokuwa tuangalie ni michuano gani. Yeah. Yusufu, tumalize na hili hapa. Zile habari za kusema kufa kiume unazitafsiri vipi kama Simba atatoka katika michuano hii? Na mimi binafsi sitamani kuzisikia tena. Yaani sitamani ama sitaki na isitokee nikazisikia tena. Habari za tumekufa kiume. Yaani ni bora hata wakabadilisha huo msemo, lakini kuliko kuja na huo msemo kwamba Simba ametolewa na akaja wote na huo msemo kwamba tumekufa kiume. Wameshakufa kiume mara nyingi sana. Ifike wakati wafe kijeshi. Yaani wafe kama timu bora. Wafe kama timu ambayo inahitaji kujenga ramani ya mpira wa Tanzania kwenye michuano ya kimataifa. Nafikiri njia pekee ambayo Simba anaweza akawa nayo ya kujitetea kwa msimu huu ni kufika walao robo finali, kwa maana kufika nusu finali CAF Champions League. Yaani of course ukiwajumuisha na Yanga alifika finali, sio? Sasa kwa namna yote yeye aidha akachukue ili taji kabisa ama aishie kwenye hiyo hatua ya finali. Lakini akija na msemo ameishia robo finali afa anatuambia tumekufa kiume, kuna namna ambayo tutamjaji. Yaani why misimu karibia 5-6 inaenda ni wewe tu ambaye unakufa kiume. Hakuna wengine ambao wanakufa kiume. Ifike wakati wafe kijeshi. Kwa nini? Kwa sababu Young Africans hajashiriki sana michuano ya kimataifa, sio? Lakini ameenda finali kwa CAF Confederation, akaenda robo finali CAF Champions League. Kwa maana ameenda finali kwenye kombe hili la shirikisho, alafu ameenda robo finali CAF Champions League. Sasa Simba ambaye ameshiriki muda mrefu, litamani zaidi ya mafanikio, angekuwa ameavuka zaidi ya viwango hivi ambavyo Young Africans alivyofikia. Sasa kwa Simba kwa msimu huu kama ataishia kwenye hatua ya robo finali na akaja na msemo tumekufa kiume, hata bila tu kusema amekufa kiume, kuna maswali ambayo Young Africans atamuuliza. Yaani kuna sehemu ambayo Yanga atajitetea. Sasa ili Simba aondoe hiyo nadharia ambayo Young Africans wanaweza kaitumia kama silaha ya wao kutolewa kwenye michuano ya kimataifa na Simba yupo, ni kwenda kuchukua ile taji ama kuishia finali ambako Yanga aliishia. Lakini si kuishia robo finali na kuja kuniambia wamekufa kiume. Nikushukuru sana. Asante.